iliyofanywa na viongozi wenu, imefanywa na madiwani, imefanywa na mbunge, imefanywa na rais wenu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunachotaka tu ni mshikamano. Pale tutakapokuwa tumempata kada sahihi kwenye maeneo yote hayo mawili, udiwani, ubunge, basi umoja wetu usivunjike. Tumezamiria, tuliapa na kuamua, tukasema hakuna kupumzika mpaka maendeleo ya kweli yapatikane wapi? Nale kale chimije, nale kale yetile gine. Nale kale yetile gine. Na Mheshimiwa Steven Wasira, makamu wetu mwenyekiti, juzi nilikuwa kule nyumbani kwetu Butiama kwa baba wa taifa. Nilienda huko kupata baraka zote. Mheshimiwa makamu, tukifafanua moja baada ya lingine, ni mambo mengi sana yamefanyika katika mkoa huu. Rais wetu anahitaji kupewa kura za heshima, kura za kishindo. Meatu ya miaka 10 iliyopita inafanana na ya leo. Maana yake serikali ya CCM imefanya kazi kubwa, Mheshimiwa makamu mwenyekiti. Lakini katika kumalizia, makamu, siasa za mkoa wa Simiyu ni siasa nyepesi sana kuliko zinavyotamkwa huko nje. Na nikuhakikishie, mwaka huu 2025 hatupotezi jimbo wala kata. Tunaenda kushinda kwa kishindo kikubwa. Na tutashinda kwa nini? Rais amefanya kazi kubwa hapa. Fedha ni nyingi mno, miradi ni mingi mno. Hakuna sehemu ambayo rais ameacha kuleta fedha. Na hao wananchi watakuwa ni mashahidi. Miaka ya nyuma mmechangishwa fedha za kujenga shule na madarasa, uongo kweli? Sasa hivi madarasa yanaota kama miti, si ndio? Kila kata shule zinajengwa, kwenye halmashauri shule zipo, wilayani miundombinu ipo. Kwa hiyo asisimame mtu yoyote mahali popote ndani ya mkoa huu akaamini ana nguvu kuliko Chama cha Mapinduzi, anajidanganya. Hatuwezi kuwa na utaratibu wa kutengeneza fitna, uongo, majungu, chuki, uzandiki, giriba na kutafuta sifa badala ya kukipa sifa chama. Na ndio maana huwa ninasema kwa kumaliza kabisa, mwenye makamu, haiwezekani mtu asimame anasema mimi nimefanya. Umefanya wewe kwa hela gani? Hela imeletwa na serikali chini ya rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Kuna watu, makamu mwenyekiti, wanapita kwenye miradi anasema nimewaletea. Hujatuletea, sema aliyeleta ni nani? Nenda ukaseme Rais Samia ameleta, sio wewe umeleta. Wewe umetoa wapi? Maana umeomba pale. Yeye ndo akafungua pochi akamwaga hela, ukajengewa miradi ya maendeleo. CCM oye! Ndugu makamu, nilipenda niyafafanue kwa sababu upotoshaji umezidi. Mimi mkuu wa mkoa nikienda ziara nasema nimeletea barabara. Sijaleta barabara, Rais Samia Suluhu Hassan ameleta barabara. Kama ni shule, aliyoleta shule ni Daktari Samia Suluhu Hassan, sio mimi. Kama ni maji, aliyoleta fedha za maji ni Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo tuweke utaratibu wa kumheshimu anayetushushia fedha huku chini. Tusitoke sisi mbele tukajipaka rangi ya fedha, kumbe mtoa fedha yuko wapi? Nyuma. Hatumtendei haki. Wangapi mmenielewa? Nyanyua mikono juu namna hii. CCM oye! Dr. Samia oye! Tunasema Samia mitano tena, si ndio? Nyeka mkono wako namna hii. Samia! Samia! Ndugu makamu mwenyekiti, napenda nilizungumze ili tukiwa wilaya ya Meatu. Meatu kumekuwa kuna maneno mengi ambayo yanatengenezeana ajali. Hata juzi nimesikia klipu. Naomba nizungumze, tuache kutengenezeana ajali. Ndugu makamu mwenyekiti, chama hiki kina utaratibu, na nyinyi mnasema mnateua, mnapendekeza. Wanaweza wakagombea 20, lakini Mungu akambariki mmoja akaja kushinda. Sasa hivi tuna vurugu za kwenda kwenye uchaguzi. Ndio maana watu wana tumbo joto. Mimi nisipende kulisema hili, makamu mwenyekiti, kama mwenyekiti wa CCM mkoa wa Simiyu, kila alichopanda mtu atakwenda kuvuna. Kwa hiyo tusitengenezeane ajali. Kama ulipanda vizuri kwa wananchi, utavuna mazuri kwa wananchi. Na kama ukupanda hivyo, hauwezi kuvuna.
Chama hiki kina utaratibu, ukifika muda kila mtu anaruhusiwa kugombea. Hakuna mwenye hati miliki ya kata, hakuna mwenye hati miliki ya jimbo. Mwenyezi Mungu aliyempangia ndio atakayekuwa kiongozi. CCM oye! Na nakwenda kukuhakikishia miongoni mwa wilaya zitakazofanya vizuri kuliko wilaya zote mkoa wa Simiyu ni wilaya ya Meatu. Hata kwenye vitongoji na vijiji wilaya ya Meatu ilifanya vizuri. Pamoja na maneno yaliyokwenda juu yakasema wilaya ya Meatu haiko vizuri, ambao hawako vizuri wako wachache, ila Chama cha Mapinduzi kiko vizuri sana na kiko imara. Na mkueleze ndugu makamu mwenyekiti, kuna watu wengine wanatishia kuondoka chama. Mimi nimesema wakija tukawakuletea kutoka kwako kwamba ametoka Chama cha Mapinduzi, ninaomba tuwaruhusu, lakini chama kitaendelea kusimama na CCM itaendelea kusonga mbele wilaya ya Meatu, na ushindi ni lazima kwa Chama cha Mapinduzi wilaya ya Meatu. CCM oye! Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.